vikwazo vitano vya kutoka. Namba moja, ufahamu uliofungwa. Adui wanafunga watu ufahamu wasitoke. Kwa muda mwisho anatimia, lakini hawajui kama muda kutoka umefika. Na hapa ndipo mtu ataishi maisha kama kawaida. Ndipo utamwona mtu anateseka, anamwambia hivyo si unateseka, na kwa mimi hivi umenionaje yani? Hivi unanichukuliaje yani? Wewe usije kwa Yesu akusaidia, sema hivi unanichukuliaje mimi? Na nateseka na amefungwa. Lakini Yesu amtaka na wokovu hutaka. Na Bwana anateseka, adui amefunga fahamu zake. Anasema fahamu zao zimetiwa giza. Fahamu zao watu zimetiwa giza. Kwa ufahamu adui anaufunga. Njoo kwa Yesu, anakuambia Yesu hapana, simtaki. Yesu wako huyo hapana. Kai badani, anakuambia badani nakuwa nakuja. Fahamu umefungwa. Anasema fikra zao amestia giza adui shetani. Kwa fikra za watu adui anastia giza. Ufahamu kishatiwa giza ukafungwa. Hata uongee umpige mtu haezi elewa. Kwa watu wengi wamefungwa fahamu. Wewe nikuoneshe Hesabu 11:4 mpaka 6, nikuoneshe kwa mfano wa Nazareti. Hesabu 11:4 mpaka 6. Fahamu zilizofungwa zinazuia kutoka. Hesabu 11:4 mpaka 6. Hata katoka mtu anakuwa ametoka lakini bado hajatoka. Kisha Hesabu 11:4. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wazee nao wakalia tena wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Hawa wana Israeli mili yao imetoka Misri, lakini akili zao ziko Misri. Mawazo yao yako Misri bado. Shauku yao bado yako Misri. Ni nani atakayetupa nyama tule? Mstari wa 5. Twakumbuka. Unaona? Fahamu zao bado ziko Misri. Wanasema twakumbuka samaki tuliyokula huko Misri bure. Tunakumbuka tulikuwa tunakula samaki za kuchomwa, vibua na sato, na yale matango, na yale matikiti na mboga, na vitunguu saumu. Hao watu wameshama Misri, lakini fahamu zao hazijatoka bado. Hiyo ndio kaja ndani ya kanisa, lakini kama ufahamu wako hujakomolewa bado, utakuwa unakumbuka mauzauza ya duniani. Lakini sasa roho zetu zimekauka. Hapana kitu chochote. Hata hakuna kitu cha kutumaini isipokuwa ni hii imani tu. Shida yao watu walitaka kitu cha kutumaini, wakasahau mrudie tumaini. Wakashindwa kujua aliyewapa maana ni Mungu. Waweka tumaini juu ya Mungu. Wao wameshatoka kwa jangwani, wanazunguka kwenye jangwa na Mungu anawaangalia tu, anawasubu. Hao wametoka mili yao, lakini akili zao bado ziko Misri. Ufahamu wao bado uko Misri. Kwa hiyo kaja kanisani lakini bado hujatoka. Sababu ya pili, kisha pili utatoka ni roho ya kusita-sita. Ebrania 10:38-39. Roho ya kusita-sita. Ebrania 10:38-39. Kwenye haya maisha haya, watu wanaofanikiwa ni watu wa maamuzi. If you want to be successful, be a decisional man. Kuwa mtu wa maamuzi. Roho ya kusita, anaweka mguu mbele anarudisha nyuma. Anaweka mguu mbele anarudisha nyuma. Anataka amue ili anashindwa kuamua. Ukishindwa kuamua tayari umeamua kutoamua. Unaposhindwa kuamua tayari umeamua kuto. Lakini mwenye kiwango ataishi kwa imani. Naye akisita roho yangu haina furaha naye. Kwa mwenye haki ameitwa kuishi kwa imani, na imani pamoja na kuchukua hatua. Toka kwa imani. Usiogope atakufanya, toka tu. Musa alitoka Misri kwa imani. Hakuogopa hasira ya Farao, akatoka akasonga mbele. Be a decision maker. Kuwa mtu wa maamuzi kwa imani. Kuna watu wametiwa roho nzito. Anapanga anaahirisha mambo. Anapanga anabadilisha tarehe. Anapanga anasogeza mbele. Hautatoka. Mtu anayetoka lazima ni mtu ambaye anasema kama mbaya. Namba 3, nia mbili. Double mindedness. Mtu wa nia mbili hawezi akatoka. Wewe una nia mbili. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 8. Unaweza kulia, unaweza kushoto. Unaweza Mungu, unaweza shetani. Unaweza kanisa, unaweza waganga. Unaweza watumishi wa Mungu, unaweza msaada mwingine wa giza. Hauwezi ukatoka. Lazima una mind moja. Namba 5, kuridhika. Yeremia 48:11. Kuridhika, haujapitia mchakato. Yeremia 48:11. Kuridhika, haujapitia mchakato. Kuridhika, comfort zone. Kuna mtu anaweza kaa kwenye mateso lakini ametengeneza kaimaya, a comfort zone. Yeremia 48:11.
Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya hasira zake, wala hakumiminwa toka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Angalia vizuri andiko mstari moja huu. Anasema Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya hasira zake, wala hakumiminwa toka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haibadiliki. Tunajua Moabu ni taifa. Moabu ni moja ya taifa kati ya yale mataifa yaliyozaliwa toka kwa Rutu walipolala na wanaye. Taifa mojawapo ni taifa la Moabu, na hao watu waliishi mashariki mwa mto Yordani. Sasa anasema Yoabu anakaa anastarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya hasira zake. Mwandishi wa hapa Mungu anazungumza juu ya taifa la Moabu, lakini anatumia mfano wa divai. Ukitengeneza divai kwa chini inakuwa na kama makapi, au ukitengeneza juisi kwa chini inakuwa na zile chembe chembe za juisi. Tumia juisi na mtanielewa vizuri. Hizo ndio zinaitwa sira. Kwa juu tunakuwa tuna juisi, alafu tunakuwa na ile tope inaitwa sira. Kwa Moabu ametulia juu ya sira zake. So ile divai kwa chini inakuwa na zile chembe chembe. Ukitengeneza juisi utakuwa unaelewa juisi. Juisi kama haijachujwa sio unaelewa. Inakuwa ina yale maganda yamebaki kwa chini. Huwa ikitulia juisi inakuja juu, maganda yanaenda chini ya maganda. Hayo maganda ndio sira. Anasema ametulia juu ya sira zake, wala hakumiminwa toka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Kwa hiyo divai iwe tamu, inatolewa kwenye glasi moja au kwenye chupa moja, inamiminwa kwenye chupa nyingine, inatenganishwa na zile sira. Yaani inachujwa. Kwa lugha nyepesi inachujwa. Inaamsha kifaa kimoja na kingine ile juisi au divai. Huu ni mchujo wa kiroho. Haya ni mabadiliko ya kiroho, ni transformation ya kiroho. Kwa Moabu hakuchujwa, hakutolewa kwenye kifaa kimoja kwenda kwenye kifaa kingine, hakupitia misukosuko, wala hakwenda kufungwa, wala hakupitia majaribu na misukosuko yoyote. Matokeo yake nini? Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo. Ladha, thamani yake, hali yake haikubadilika. Kwa hauna mabadiliko kwa sababu haujawahi kuchujwa, wala harufu yake haikubadilika. Kwa huyo Moabu ni kama juisi ya embe. Unasaga juisi ya embe, alafu maembe yanatulia kwa chini, alafu juisi inakuja kwa juu. Hajawahi kuhamishwa chombo, hajawahi kupitia mchujo wa kiroho, hajawahi kutengenezwa, hajawahi kwenda kufungwa, kwa hajapitia madhara yoyote, hajapitia pukushani zozote, hajapitia lapsa zozote. Kwa hali yake haijabadilika na kanayo ladha yake, utumishi wake uko vile vile, na harufu yake haijabadilika. Let me show you another scripture. Hosea 7. Efraim ajichanganya na mataifa. Efraim ni mkate usiogeuzwa. Hivi unajua kwenye makabila ya Israeli, kila kabila lilikuwa limepewa assignments. Benjamin alikuwa na kazi yake, Lawi alikuwa na kazi. Kila kabila ilikuwa na kazi yake. Hapa anasema Efraim ajichanganya na mataifa. Efraim ni mkate usiogeuzwa. Ni mkate usiogeuzwa. Umewahi kupika chapati? Chapati ukipika unaweka upande mmoja na iva, afu unageuza upande wa. Sasa ni binti wa watu olewa, alafu chapati unapika upande mmoja, unaunguza upande mmoja, peleka baba, tayari chapati hizi hapa. Umepika upande mmoja, haijaiva, haijapitia mchakato wa kiroho, haijakamilishwa. Umepika upande mmoja, ukiona kwa juu ni kama umekamilika, lakini upande wa pili haujaipikwa. Ni chapati imepika upande mmoja, haijageuzwa, kwa haijakamilishwa, haijakamilika, haijapitia mchakato. Huyo ni Efraim.